Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia na karibu tunaweze kuwapakulia habari kuhusiana na matokeo ya mahojiano yaliyoweza kufanyika baina ya Yvonne Okwara Matole pamoja na seneta wa Nairobi ambaye ni Edwin Sifuna pale kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nami kwenye account hii ya Director Dasi, hakikisha kwamba unaweza kubonyeza kidude cha subscription button na pia uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi sawia na hizi na zingine zaidi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Na tunaona kwamba mdahalo ama mahojiano yaliyokuwa yamesubiriwa kwa hamu na gamu hatimaye yaliweza kufanyika. Nazungumzia ile interview baina ya Yvonne Okwara Matole akiweza kumhoji Edwin Sifuna. Na kwa sababu gani mahojiano haya yalikuwa yamesubiriwa kwa hamu na gamu? Ni kutokana na hali ya kisiasa ya humu nchini, ni kutokana na moto ama mioto inayozidi kuwashwa ya kisiasa ya humu nchini, na Edwin Sifuna hajaweza kusazwa, manake amekuwa akigonga vichwa vya habari, amekuwa kwenye trending hapa na pale, na Wakenya wengi wamekuwa wakimsifia, wakimpenda, na hivi inatokana tu pia na ile ziara ambayo aliweza kuifanya kule magharibi mwa Kenya. Nazungumzia katika gatuzi la Trans Nzoia pamoja na gatuzi la Bungoma, na tunaona kwamba Edwin Sifuna aliweza kupokelewa kwenye kaunti hizo mbili vyema zaidi, na akaweza kuandikisha historia kulingana na wengi wanavyosema, kwa sababu hakuna kiongozi yeyote hivi karibuni kutoka jamii ya Mlembe ambaye aliweza kufanya jambo ama kusababisha halaiki kubwa ya watu kuweza kujitokeza kwa sababu ya mikutano ambayo ilikuwa imepangwa pale. Na kwa hivyo natumai kwamba, nadhania kwamba hili ndio jambo ambalo liliweza kufanya runinga ya kitaifa ya Citizen TV wakaweza kuandaa mahojiano na Edwin Sifuna, wakitaka kuweza kujua mwelekeo wake, wakitaka kuweza kujua safari yake, na wakitaka kuweza kujua nini ambacho anaweza kukipanga na pia ni nini ambacho atakuwa akiweza kukifanya kutokana na siasa zinavyozidi kukaribia. Nazungumzia siasa za mwaka wa 2027. Na katika mahojiano hayo, wengi tunafahamu kwamba mahojiano yanapofanywa mambo mengi sana watu huwa wameyangoja, na pia wale hata wanaofanya mahojiano haya, nazungumzia watu kama vile Yvonne Okwara Matole, huwa na maswali ambayo labda wakiwauliza wanasiasa hawa huenda wakaweza kufichua vitu fulani, na utapata ndio kwa maana interview hii ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu. Na wakati ambapo interview inaweza kufanyika, tuliweza kufuatilia interview hiyo moja kwa moja, na tukona swali baada ya swali na maswali mengi yakiulizwa, na pia tukaweza kushuhudia majibu baada ya majibu yakiweza kushuhudiwa na seneta huyu wa kaunti ya Nairobi. Na utapata kwamba wengi, kulingana na interview namna ambavyo iliweza kufanyika, wanasema kwamba Edwin Sifuna aliweza kuvuna pakubwa, Edwin Sifuna aliweza kuibuka mshindi pale, ikilinganishwa namna ambavyo alikuwa akijibu maswali na namna ambavyo aliweza kukua composed katika interview mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na labda vilikuwa ni kama vita baina ya Edwin Sifuna na Yvonne Okwara Matole kuhusiana na ama kuona ni nani ambaye angeweza kuibuka mshindi. Labda Yvonne angeweza kumuuliza Edwin Sifuna maswali ambaye yangemkanganya, na basi wengi wangempigia sana upato Yvonne Okwara Matole na kuweza kusema kwamba aliweza kumshinda Edwin Sifuna, manake labda angemuuliza maswali ambayo yangeweza kumkanganya na kumfanya seneta wa Nairobi abaki akiwa hana lolote la kuweza kujibu. Na pia kwenye upande mwingine, labda Edwin Sifuna, namna ambavyo alikuwa akijiwasilisha na namna ambavyo alikuwa akijibu maswali, labda bonga points ziweze kwenda upande wake, na ndiposa wengi wanasema kwamba yeye aliweza kuibuka na ushindi. Na baadhi tu ya maswali utapata kwamba kuna maswali ambayo Yvonne Okwara Matole alikuwa akiyauliza, na ni maswali ambayo wengi wangedhania labda Edwin Sifuna angeweza kujikanganya, lakini kwa wale ambao wanamjua, basi walikuwa jasiri kabisa na walijua kwamba hapa Edwin Sifuna si mtu ambaye unaweza kumsukuma pale kwenye ukuta na kisha akaweza kujibu kile ambacho unataka yeye ajibu, ama kusema kile ambacho unataka yeye aweze kusema. Na kulikuwa tuna maswali mengi ambayo
Edwin Sifuna mengine alikuwa anasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kujua kila kitu, wakati tu ambapo labda Yvonne aliweza kumuuliza kuhusiana na hali ya uchumi, namna ambavyo labda akichukua usukani kama rais ni nini ataweza kukifanya, na maswali kama hayo, utapata kwamba kuna yale ambayo Edwin Sifuna alikuwa anasema kwamba hawezi kuongoza peke yake. Anasema kwamba lazima aweze kuongoza na watu wengine, lazima aweze kuwashirikisha watu wengine, na hata akaweza kusema kwamba yeye si economist, yeye ni lawyer, na labda vitu ambavyo alikuwa ameulizwa vinahusiana na watu ambao wanajua masuala na economist sana, na akasema kwamba ndiposa waweze kuhusishwa watu kama hao. Na pia kuna maswali hata kuhusiana na kama Edwin Sifuna ataweza kuwa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Pia Yvonne aliweza kumuuliza hadharani, lakini Edwin Sifuna hakuweza kujibu swali hilo kiwazi, manake aliweza kumwambia kwamba wakati si sasa, na wakati utakapofika basi watakuwa wanaweza kutangaza kama kundi la Linda Mwananchi. Manake alikuwa anasema kwamba kwenye kundi la Linda Mwananchi wako na viongozi wengi na siye peke yake, na kwa hivyo hawezi kufanya uamuzi akiwa peke yake, lazima aweze kuwahusisha wengine ndiposa waweze kufanya uamuzi. Na basi ni baadhi tu ya maswali ambayo yalikuwa yanamfanya Edwin Sifuna aonekane kuweza kufanya vyema kabisa, manake maswali mengine angeweza kujikanganya, na niposa mwenyewe akasema kwamba hakuna mtu ambaye anajua kila kitu, na akasema ni vyema uwe unasema ukweli kwa kuhusiana na masuala mengine. Kama hauyajui, heri uweze kusema huyajui kuliko kuweza kusema ama kujionyesha kwamba wewe unajua kila kitu. Na pia kuna swali ambalo aliweza kuulizwa kuhusiana na zile hela ambazo amekuwa akiweza kupewa, zile hela ambazo amekuwa akiweza kuzipokea pale kwenye paybill ambayo aliweza kuifungua, na pia aliweza pia kupewa zile pesa ambazo ni cash pale kwenye ziara yake ya kule magharibi, haswa katika eneo la Kiminini, eneo la kule Kamkuywa na mpaka pale Chwele Kimilili. Kuna zile hela ambazo alikuwa anaweza kureceive zikiwa in form of cash, na Yvonne akaweza kumuuliza kwamba ataweza kufanya accountability, ataweza kukuwa accountable kwa zile pesa, na hapo ndio mjadala uliweza kushika kasi, manake Yvonne alitaka aweze kujua kila ambacho Sifuna atafanya, lakini Sifuna kwenye upande mwingine akaonekana akimlemea Yvonne, na hata kuweza kumuuliza kwa nini ukawa unafuatilizia pesa ambazo wewe hujaweza kutoa hata shilingi, na kwa hivyo akamwambia Yvonne kwamba wacha wale ambao wametoa pesa waweze kuuliza maswala kuhusiana na accountability, wewe ambaye hujatoa, kwa hivyo usiweze kuuliza swali. Na utapata kwamba kitengo ama sehemu hii ya mahojiano imeweza kuzungumziwa sana na watu wengi, na wengi wameweza kufurahia, manake wanasema kwamba hapo Edwin Sifuna aliweza kujibu swali namna ambavyo liliweza kuulizwa, na kwa hivyo alikuwa na haki ama alikuwa sawa kuweza kujibu swali hilo namna ambavyo aliweza kuulizwa. Na sijui maoni yako ni yepi, manake wengi wanasema kwamba katika mdahalo huu ama mahojiano hayo Edwin Sifuna aliweza kuibuka na ushindi na hakuweza kuwaangusha wafuasi wake ama watu wanaomuunga mkono haswa kwenye kundi la Linda Mwananchi, na wengine pia ambao wanaweza kumtakia kila laheri. Nawe pia unaweza kuachilia maoni yako pale kwenye comment section ili tuweze kujua ni kipi ambacho unaweza kusema kutokana na habari hizi moto ambazo nimeweza kukupakulia. Na kabla sijaondoka na kuomba tena uweze kusubscribe kwa yule ambaye hujaweza kusubscribe, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.